Wizara ya Afya inavyofanya kazi inafanya kazi, kuna ngazi ya msingi na kuna hii ngazi ya sekondari, hospitali za wilaya na tertiary mpaka unakuja huku juu. Kwa ngazi ya msingi mpaka sasa hivi tumeajiri watu 2300. Tunaita maarufu kama wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa hilo, kwa sababu alivyoingia palikuwa na changamoto kubwa sana katika wale wahudumu wa afya, lakini sasa hivi alhamdulillah tunaweza kupata malipo yao kwa wakati na wanaweza kulipwa na wanafanya kazi na wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana. Tumeamua tuwe na mkakati maalum. Kwa mfano tunapowachagua hawa 2300 CHW, tunachagua watu kutoka shehani na tunaishirikisha kamati ya sheha. Mara kwanza huko nyuma ambao changamoto tulirisi au Mheshimiwa Rais alirisi, watu wanatoka maeneo ya mbali sana. Kwa utakuta kuna swala la usafiri au watu wanachelewa kufika, lakini sasa hivi tunachukua watu ambao wapo kule kule shehani kwa recommendation ya masheha. Ndani ya kipindi cha muda mfupi tuliweza kujenga hospitali mpya za wilaya, hospitali 10 na moja ya mkoa ya Lumumba. Swala linakuja idadi ya wataalam, namna gani tutaweza kumanage. Hilo swala la kwanza, health workforce. Lakini swala la pili, kuna vifaa vya kisasa mle. Kuna MRI, CT scan, lab equipment za kisasa, ICU, theater za kisasa. Tunafanyaje ndani ya muda huu mfupi? Kwa njia ambayo wizara iliomba kupeleka ombi kwa Mheshimiwa Rais, tutafute namna pawe na outsource management wakati sisi wizara tukiendelea kujipanga. Sasa ndani ya kipindi hichi kifupi, kwa mfano ukiangalia hatima ya hizi hospitali za wilaya, tumewapeleka watu kwenda kusoma. Kuna ambao wako bara wanasoma na wengine wako India, takriban watu 20 wanasoma specifically hospital management. Lengo letu ni nini? Outsource hawatakuwa milele kukaa hapa, lakini tunataka vijana wetu wa Kizanzibari waweze kumanage hizi facility zote. Sasa hilo la kwanza, lakini jingine la pili, tumepata very positive response kutoka kwa madaktari sasa hivi. Madaktari wamekuja na ombi pawe na utaratibu rasmi wa wao madaktari wa serikali wafanye kazi na outsource bila kuacha kazi ya serikali. Tumewasiliana na wenzetu wa utumishi wa umma, wametupa utaratibu na tayari regulation imeshatoka. Na tushakusanya madaktari ma specialist wale, tukawapa seminar na tumekutana na outsource na sasa hivi tumeanza kupokea maombi ya baadhi ya ma specialist ambao wanachagua wanataka waende wakafanye kazi kwa outsource gani.